Mambo vipi? Bila shaka uko vizuri kabisa popote pale ulipo. Karibu sana ndani ya Charles Beda TV, ambapo hii ni sehemu ambapo unapata habari mbalimbali za kitaifa, kimataifa, habari za michezo, habari za kijamii na kadhalika. Na leo na kuintroduce ama na kutambulisha kipindi kipya kabisa, kipindi mahususi, kipindi ambacho kitakuwa kinadili na masuala ya uchaguzi. Na kama tunafahamu mwaka wa 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Yes, kwa hiyo hii ni sehemu mahususi kabisa inayokupa fursa ya wewe kuweza kuangalia wagombea wetu mbalimbali na nini, watiania ambao unawasikia na vitu vingine kama hivyo. Hii inaitwa mchakato majimboni, na atakwenda kwenye makata, vijiji, vitongoji, mitaani na kadhalika, kuweza kujua kulikoni katika uchaguzi wa mwaka 2025. Nani kafanya nini. Na sasa hapa tutaongea na wananchi, tuwasikilize maoni yao, mitazamo yao, ushauri wao na kadhalika. Lakini pia tutaongea na wale ambao wanatia nia, wanaoingia kwa mara ya kwanza. Lakini pia kuna wale ambao wako kwenye nafasi za uongozi tayari, wanataka kutetea nafasi zao, na wenyewe utapata fursa kuweza kuwasikiliza wameyafanya yapi na kwa nini wanaomba tena fursa ama ridhaa ya wananchi waweze kurudi kwenye nafasi zao. Yote hayo yatakujia kupitia hapa Charles Beda TV. Na wanasema mcheza kwao utunzwa, na basi na moja kwa moja Charles Beda TV makao makuu yake ni Arumeru, au sio bwana? Arumeru Magharibi. Moja kwa moja tuanzie katika uchaguzi wa Arumeru Magharibi, jimbo la Arumeru Magharibi, na tukirudi nyuma kidogo ili tuweze kusafiri vizuri pamoja, tu flashback katika uchaguzi wa mwaka 2020 hali ilikuwaje? Katika uchaguzi wa mwaka 2020 katika jimbo la Arumeru Magharibi, mambo yalikuwa ni moto sana. Ni uchaguzi ambao ulikuwa pia ni wa kihistoria. Ni uchaguzi ambao ulishuhudia watiania wengi wakijitokeza kuwania nafasi ya ubunge, kuwania kuchukua ama kurithi nafasi iliyokuwa ikishikiliwa na aliyekuwa mbunge kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Huyu si mwingine bali ni Mheshimiwa Gibson Ole Mesiaki. Yeye Mesiaki huyu akiwa kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ndio alikuwa mbunge kabla 2020. Kwa hiyo makada wa CCM walijitokeza kuania kuchukua kijiti hicho ama nafasi hiyo. Takriban watu 61 waliweza kujitokeza kujaza fomu na kuomba ridhaa ya Chama cha Mapinduzi kupeperusha bendera ya chama hicho kuania nafasi ya ubunge. 61. Sasa katika 61 mimi leo hii nitaanza kukupa tu angalau wale 10 wa mwanzo. Maana 61 ni wengi, tukisema tuanze mmoja baada ya mwingine hapa mpaka 61 itakuwa shughuli pevu kweli. Kwa hiyo angalau 10, nafasi ya kwanza mpaka ya 10. Wale wengine watatusamee, lakini kama kuna mmoja kule ambaye alikuwepo na safari ataka kurudi, tutamdokoa kule juu. Lakini sasa hivi hebu tuangalie hawa 10 top 10 ya 2020 ambao pia wengi wao wanasemwa kwamba wananyemelea kurudi kuania nafasi hiyo kwa mwaka huu 2025. Katika 61, katika hii top 10, nafasi ya kwanza ilichukuliwa na mtu ambaye sasa hivi ni mwenyekiti wa chama wilaya. Mwenyekiti wa chama wilaya ndiye alishika nafasi ya kwanza. Huyu si mwingine bali ni ndugu yetu Noel Severe. Noel Severe yeye ndio alishika nafasi ya kwanza akipata kura zaidi ya 100 na akiwaacha wengine mbali kidogo kwenye kinyang'anyiro kile cha kuwania uteuzi wa chama kugombea nafasi ya ubunge. Kura za maoni ambazo hizi zilikuwa ni tofauti na hizi ambazo tutaanza kuzifanya mwaka huu. Hizi zilikuwa ni wajumbe wa mkutano mkuu wa wilaya, kiasi fulani tofauti. Sasa hivi wameboresha, wameongeza wajumbe wengi zaidi, mabalozi na wale wajumbe wao 4 na kadhalika. Kidogo timu imekuwa kubwa zaidi. Sasa wajumbe wale wa mkutano mkuu wakamchagua nafasi ya kwanza Noel Severe. Nafasi ya pili ikachukuliwa na Dr. Johannes Lembulung Lukumai, akishika nafasi ya pili kwenye kinyang'anyiro kile. Dr. Johannes Lembulung Lukumai. Namba 3, sema namba 3, namba 3 ilichukuliwa na mtu anaitwa engineer, mhandisi huyu, engineer David Seguran Lemilia. Kisha nafasi ya 3 David Lemilia, engineer. Nafasi ya 4
Nambari 4 ilishikwa kwenye kinyang'anyiro kile kwa mujibu wa zile kura na mtu anaitwa Lekoko Lepilal Piniel. Lekoko Piniel Lepilal akishika nafasi ya 4 kwenye kinyang'anyiro kile. Namba 4 Lekoko Piniel Lepilal. Namba 5, sema namba 5. Namba gwara, namba 5 ilienda kwa mwalimu Ezekiel Elfas Molel. Mwalimu Ezekiel Elfas Molel alishika namba gwara, nafasi ya 5. Nafasi ya 6 ilienda kwa mtu ambaye sasa hivi ndio mbunge wa jimbo la Arumeru Magharibi, baada ya jina lake kurudishwa na vikao vya juu vya kitaifa kwamba huyu ndio agombee kinyang'anyiro kile. Huyu si mwingine bali ni Noah Lembris Savutu Molel. Yeye alishika nafasi ya 6, lakini mwenye bahati tena, unajua nafasi ya 6, lakini ndio huyo karudishwa na ndio amekuwa mbunge. Namba 6. Namba 7 ilishikwa na aliyekuwa mbunge wa viti maalum wakati ule, dada yetu Amina Molel, shika nafasi ya 6. Amina Saleh Molel, namba 6. Namba 7. Amina Molel, namba 7. 6 ni Noah Lembris, namba 7 Amina Molel. Namba 8 ilishikwa na mtu anaitwa rafiki yangu huyu Moses Ngereza. Moses Ngereza kashika namba 8. Nambari 9 ilienda kwa Daktari Lobora, Dr. Lobora, na aliyefunga kwenye hii top 10, ambao kusema kweli wote nawapongeza. Kuwa kwenye 10 bora pia ni jambo la kupongezwa. Hata mishuleni kule unaambiwa wale ambao wameingia kwenye top 10 wamejitahidi. Ni Henry Obedi Ole Mejoli. Henry Obedi Ole Mejoli ambaye sasa hivi pia ni mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa, alishika nafasi ya 10 kwenye kinyang'anyiro kile kati ya wagombea 61. Henry Obedi Ole Mejoli huyu pia kwa sasa hivi ni mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa. Sasa hii ndio ilikuwa top 10. Kama alivyosema mabibi na mabwana, wale wengine 11 kuendelea kule juu tutaangalia mmoja mmoja, tunataka kumchomoa kule na kuongea kumzungumzia, lakini hawa ndio wale ambao walishika nafasi top 10 kuanzia nafasi ya kwanza Noel Severe mpaka nafasi ya 10 Henry Obedi Ole Mejoli. Hii ni sehemu maalum kabisa kupata habari kuhusiana na mchakato mzima wa uchaguzi kuelekea uchaguzi mkuu mwaka huu 2025, uchaguzi unaotarajiwa kumchagua mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye tayari huyo hakuna mazungumzo zaidi, ni yeye tu, Dr. Samia Suluhu Hassan. Mengine tutaongea ni kusana na mbunge au wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na waheshimiwa madiwani. Hapa kuna discussion madiwani na wabunge, tunaweza tukadiscuss, lakini rais, habari ni moja tu, Samia mitano tena, hiyo imeisha. Sawa sawa, sawa.